Bismillahirrahmanirrahim. Almada, somo, tarbiyatul islamia, malezi ya Uislamu. Almaudhu, kipengele, Asmau bintu Abi Bakar, Asma mtoto wa Abu Bakar. Baitun karim, nyumba tukufu. Fi baiti abiha Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bimaka, katika nyumba ya baba yake Asma Abu Bakar Siddiq, Allah amuie lazi, katika nchi ya Maka. Nashati Asma, alileleka Asma. Wa ambati tufulataha wa shababaha, na aliumaliza utoto wake na ujana wake. Ila an hajarati fi sabilillahi ma'a zawjiha Zubair ibn al-Awwam, mpaka alipohama katika njia ya Allah pamoja na mume wake aitwaye Zubair mtoto wa Awwam. Fi sanati al-ula lilhijra, katika mwaka wa mwanzo wa kuhama. Fi hadha albaiti alkarim, katika hii nyumba tukufu. Fi nubuli wa karamil asli, katika uzuri na ukalimu wa asili. Shahadati Asmau dhuhura alislam, alishahidilia Asma ueneaji wa Uislamu. Wa musarati Abi Bakarin ilaihi, na kufanya kwake haraka Abu Bakari kuelekea kwenye Uislamu. Wa kana tabi'iyya an yad'u Siddiqu ahlahu ila dini alladhi amana bih, na alikuwa kitabia ni kuwalingania Abu Bakar Siddiq jamaa zake kwenye dini ambayo ameiamini. Falam talbatha Asmau an aslamat, basi hakukawa Asma kusilimu. Baada an aslama 17 sahabi, baada ya kusilimu masahaba 17. Wa asbahti bidhalika minas sabiqati fil islam, na akawa Asma kwa huko kusilimu ni miongoni mwa wenye kutangulia katika Uislamu. Laqad tashabba'ati Asma'u bimabadi'ul Islam, hakika alipambika Asma kwa misingi ya Uislamu. Wa rabbaha abuha ala akhlaqi, na alimlea baba yake juu ya tabia za Kiislamu. Faharajat min baitihi alkarim, basi alitoka kutoka kwenye nyumba yao tukufu. Namudhajan islamiyati ra'i'an lilmar'ati almuslimin, hali ya kuwa ni mfano wenye kuhusiana na Uislamu mzuri kwa ajili ya mwanamke wa Kiislamu. Alfidaiyatul basila, ukombozi wa wazi. Baada jihadi 13 amma fi Maka, baada ya kupigana jihadi miaka 13 katika nchi ya Maka. Adhina Allahu subhanahu li rasulihi alkarimi alayhi salatu wassalam, alitoa izni Allah utakasifu ni wake kwa mtume wake juu yake ziwe rehma na amani. Bil hijrati ila almadina, kwa kuhama kuelekea Madina. Waqad ihtajat hadhihi alhijratu ila tadhiyatin kabira, na hakika kulihitajia huku kuhama kujitolea kuliko kukubwa. Kayaslama rasulu wa sahibuhu, ili asalimike mtume na rafiki yake. Wayabelugha mustaqarrahum aljadidata bil madinati almunawwara, na ili wafikie makazi yao yaliyo mapya kwenye mji wa Madina wenye kutiwa nuru. Waqad hafidhati sirratul karimatul asmaa mawaqifa butulati musharrafa, na hakika ilihifadhi sira tukufu kwa ajili ya Asma misimamo ya kibingwa. Falaqad kanat tahmilu at-ta'ama wal ma, hakika alikuwa Asma akibeba chakula na maji. Wa akhbara Makkah ila rasuli sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakari, na alibeba habari za nchi ya Maka kwenda kwa mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na amani, na Abu Bakari. Athnaa iqamatihima fil ghari, katikati ya kudumu kwao pangoni. Walamma kanati lailatu thalitha, na zama ilipokuwa siku ya 3. Kharajati ilaihima, alitoka kwenda kwa wao Asma. Tahmilu minazadi ma yakfihima ayyama safarihima ila almadina, akibeba kutokana na chakula kile ambacho kitawatosha wao masiku ya kusafiri kwao kwenda Madina. Wa indama aradta rabta zadi, na zama ambapo alitaka kifungio cha chakula. Lam tajid hablan tughliquhu bi, hakupata yeye kamba yoyote atakayotundika kwa hicho chakula. Fashaqqati nitaqaha shiqqaini, basi alipasua kibwebwe chake mipasuko miwili. Wa allaqati zada bishiqqi minhuma, na alikitundika chakula kwa mpasuko mmoja kutokana na hiyo mipasuko miwili. Waktafati bishaqqil akhir, na alijitosheleza kwa mpasuko mwingine. Wadhalika sumiyati bidhalika nitaqaini, na kwa ajili hiyo aliitwa Asma kwa jina la mwenye vibobwe viwili.
وبعد أن نجحت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه, na baada ya kufaulu uhamaji wa mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani na rafiki yake, asra ila baiti Abi Bakari nafarun min Quraishi, kilifanya haraka kwenda kwenye nyumba ya Abu Bakari kikundi kutokana na Makuraishi, min bainihim Abu Jahal, kati yao walikuwepo Abu Jahal, yuriduna an ya'rifu wajhata rasuli wa sahibihi, walitaka kutambua mwelekeo wa mtume na rafiki yake. Wa kharajat ilaihim Asma, na alitoka kwa wao Asma. Fasalaha Abu Jahal ani rasul, basi Abu Jahali alimuuliza Asma kuhusu mtume. Farafadhatil ijaba, basi alitupilia mbali Asma kujibu. Wa a'radat anhu, na alimpuuza Asma Abu Jahal. Falatama khaddaha, basi alipiga Abu Jahali shavu la Asma. Latmatan atarat qurtaha, kofi ambalo lilipeperusha herini yake. Fama wahnat wala atarafat, na hakunyongea na wala hakugeuka. Thumma jaa ila baiti Abu Quhafa tajaddu Asma, kisha alikuja kwenye nyumba ya Abu Bakari Abu Quhafa babu wa Asma. Yasalu an haliha wa ikhwaniha, akiuliza kuhusu hali yake Asma na hali ya ndugu zake. Wa amma tarika Abu Bakari lahum, na kuhusu kile ambacho ameacha Abu Bakari kwa wao. Wa kana Abu Quhafa rajulan a'ma, na alikuwa Abu Quhafa ni mtu kipofu. Fa akhadhat Asma'un kinsa bihi ba'dul ahjar, basi alichukua Asma chombo, kwenye hiko chombo kuna baadhi ya mawe. Fa wada'atu fil qurra, na akakiweka hiko chombo katika uwazi. Allati kana abuha yad'u fiha malahu, uwazi ambao alikuwa baba yake akiweka katika huo uwazi mali yake. Waqalat lijaddiha, na alisema Asma kumwambia babu yake, hadha ma taraka abi, hiki ndicho ambacho ameacha baba yangu. Fawadha yadahu, basi aliweka Abu Quhafa mkono wake. Fawajadahu kathira, na aliyakuta mawe mengi. Faqal, na alisema Abu Quhafa, la ba'sa idha kana qad taraka lakum hadha, hakuna ubaya wowote ikiwa ameacha kwenu nyinyi hali hii. Walam yashja'akum fi malihi, na hakukuoneeni uchungu nyinyi katika mali yake. Kama afaja'akum fi nafsi, kama vile ambavyo amekuoneeni uchungu katika nafsi yake. Walam tamtahi mawaqifu Asmaa inda hadithi alhijrati alazim, na haikumalizika misimamo ya Asma mbele ya tukio la kuhama lililo kubwa. Lakinna hayataha hafilat bikathirin min mawaqifil butula, lakini uhai wake Asma ulikusanya mwingi kutokana na misimamo ya kishujaa. Waqad kana laha fadlul jihadi dhiddu Rumi fi mawqiyatil Yarmuk, na hakika ulikuwepo kwake yeye Asma ubora wa kupigana jihadi dhidi ya Warumi katika vita vya Yarmuk. Faqad istarakat fiha ma'a zawjiha Zubair wa ibniha Abdullah, hakika alishirikiana katika hivyo vita pamoja na mume wake Zubairi na mtoto wake Abdullah. Zaujatun sabira, mke mwenye uvumilivu. Tazawajat Asma bi Zubair ibn al-Awwam, aliolewa Asma na Zubairi mtoto wa Awwam ibn ammati nabii sallallahu alayhi wasallam, mtoto wa shangazi wa mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Wa kana hina dhaka faqira, na alikuwa Zubairi zama hizo ni fakiri. La yamliku illa farasa, hamiliki chochote isipokuwa farasi wake. Wa ashati ma'ahu sabiratan mujahada, na aliishi Asma pamoja naye Zubairi hali mwenye subira, hali mwenye kupigana jihadi. Taamilu fi baiti amala, akifanya katika nyumba kazi. Yaduru alaihima rizqa, yakipatikana maziwa hali ya kuwa ni riziki juu yao. Yastaghinani bihi ala alhaya, wakitaka msaada kwa hayo maziwa juu ya maisha. Waqad hajarat mahu ila almadinati ala hadhihi alhali, na hakika alihama Asma pamoja na Zubairi kwenda Madina juu ya hii hali. Ila an qata'a an-nabiyyu zawjaha ardan min ardi bani Nadhir, mpaka alipomkatia mtume mme wake Asma ardhi kutokana na ardhi ya Bani Nadhir.
fahasunati haluhuma ba'dhi shay'in, basi ilikuwa nzuri hali yao baadhi ya sehemu. Illa annaha lam tablugha mablugha tharai, isipokuwa hakika hiyo ardhi haikufikia kiwango cha utajiri. Wakad ta'awadat Asma'u sabra wal qana'ata wazuhda, na hakika alijozoeza Asma uvumulivu na kukinai na kuipa mgongo dunia. Wa'allamat ibnaha Abdillahi hadhihi al-akhlaq al-fadila, na alimfundisha mtoto wake Abdullah hizi tabia zilizo bora. Fakana rahimahullahu ka ummi, basi alikuwa Abdullah mrehemu yeye Allah kama vile mama yake. Rahida, mwenye kuipa mgongo dunia. Sawama, mwenye nguvu. Qawama, mwadilifu. Adabiyatun alima, mwenye kuadabishwa, mwenye elimu. Kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, alikuwa Abu Bakar Siddiq Allah muiye lazi. Mulaziman lilqur'anil karim, ni mwenye kulazimikiana na Qur'ani tukufu. Walinabii sallallahu alayhi wasallam, na mwenye kulazimikiana na mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Wa fi dhilli hadha alwalidi almu'min, na katika kivuli cha huyu mzazi aliye muumini. Nashati Asma, alileleka Asma. Wataghadda aqluha wa lisanuha wa dhamiruha, na ilifaidika akili yake na ulimi wake na dhamiri yake. Fala ajaba an takuna adabiyatan baligha, basi hakuna ajabu yoyote kuwa Asma ni mwenye adabu, mtu wa balagha. Watakula shi'ra, na akiyasema mashairi. Watajri alhikmatu ala lisaniha qawiyatan sadiqa, na ikipita hikma juu ya ulimi wake hali ya kuwa yenye nguvu, hali ya kuwa ya kweli. Watamliku bibayaniha al-adhbil albaba wal-uqula, na anamiliki Asma kwa sababu ya ubainishaji wake wa mambo ulio mtamu. Anamiliki akili za ndani na akili za kawaida. Watuqni muhaddithaha bira'yiha saib, na anamkinaisha mwenye kuzungumza naye kwa rai yake iliyo safi. Wakanat ila janibi dhalika alimatan bi umuri diniha, na alikuwa Asma kando na hayo ni mwenye kuyatambua mambo ya dini yake. Muhadditha, alikuwa mpokezi wa hadithi. Tarwi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma tasma'u min kalamihi tayyiba, akipokea kutoka kwa mtume wa Allah rehma za Allah ziwe juu yake na amani kile ambacho anasikia kutokana na maneno yake mtume aliyo mazuri. Waqad rawa laha shaykhani al-Bukhari wa Muslim, hakika walipokea kwake yeye Asma mashekhe wawili Bukhari na Muslim. 56 haditha, walipokea hadithi 56. Wakanat Asma'u umma mithaliya, na alikuwa Asma ni mama wa kupigiwa mifano. Taqudu ibnaha ila sahati almajdi waljihadi, akimuongoza mtoto wake kwenye uwanja wa utukufu na kupigana jihadi. Wadifai anil mabda alladhi amana bih, na kutetea kwenye dini ambayo ameiamini. Waqad qada ibnuha Abdullah yakunu halifata lilmuslimin, na hakika alikaribia mtoto wake Abdullah kuwa khalifa wa Waislamu. Walamma ftahma al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, na zama ambapo alipoingia al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, naibu Abdul Malik ibn Marwan, naibu Abdul Malik mtoto wa Marwan. Madakhila Makkah ala Abdullah, alipoingia maingilio ya nchi ya Maka dhidi ya Abdullah. Sanata 73 hijria, mwaka wa 73 wa kuhama. Watahalla anhu aktharu ashabihi wa ahlihi wa junudi, na walijitenga kuepukana naye Abdullah wengi wa rafiki zake na ndugu zake na jeshi lake. Walam yakun amamahu illa almautu au an yaqbala alistislam, na hakikuwa mbele yake Abdullah chochote isipokuwa kifo au akubali kujisalimisha. Raa Abdullah min tilka lahdhati alharaja, aliona Abdullah kutokana na hiki kipindi chenye dhiki. An yadkhula ala ummihi yastashiruha, aingie kwa mama yake akimtaka ushauri. Wakanat qad balaghatil 100 min umriha, na alikuwa Asma hakika amefikisha miaka 100 kutokana na umri wake. Lakinaha kanat la tazalu ala rajahati aqliha,
lakini yeye Asma alikuwa hati kuwa juu ya uelewa wa akili yake, wa quwwati imaniha, na nguvu ya imani yake. Falamma saalaha ibnuha ra'ya, basi zama alipomuuliza mtoto wake rai, ayastaslimu li'adaihi alladhina yu'tunahu ma yasha'u min ad-dunya, ajisalimishe kwa adui zake ambao watampa yeye kile ambacho anataka kutokana na dunia, au yuqatilu hatta yamuta, au wapigane mpaka afe. Qalat la, alisema Asma kumwambia, ya bunayya, ewe mwanangu, in kunta ala alhaqi, ikiwa umekuwa wewe juu ya haki, wa ilaihi tad'u, na juu ya hiyo haki unalingania, famdi alaihi, basi pita juu ya hiyo haki. Faqad qutila alaihi ashabuka, hakika waliuawa juu ya hiyo haki ndugu zako. Wa in qulta, na kama ukisema, kuntu ala alhaqi, nilikuwa mimi Abdullah juu ya haki, falamma wahna ashabi dha'ufat niyyati, na zama waliponyongea ndugu zangu ilidhoofika imani yangu. Falaisa hadha fi'la al-ahral, basi hakikuwa hichi kitendo ni kitendo cha aliye hulu, wala fi'la man fihi khairu, na wala kitendo cha ule ambaye ndani yake kuna kheri. Ya bunayya, ewe mwanangu, kam khuluduka fi dunya, ni miaka mingapi kudumu kwako ndani ya dunia. Alqatlu ahsanu ma yaqna'u bihi ibn Zubairi, kuuawa ni bora zaidi ya jambo ambalo anakinai kwa mtoto wa Zuberi. Wallahu lana dharabatu bisayfi fi izzi ahabbu ilayya min darbati bisawti fi dhulli, wallahi kupigwa na panga katika ushindi ni kwenye kupendeza mno kwangu mimi kuliko kupigwa na fimbo katika udhalili. Ya bunayya, ewe mwanangu, iyaka an tu'tu ya khaflata min dinika, tahadhari na kutoa jambo lolote kutokana na dini yako, makhafata alqatl, kwa kuogopa kuuawa. Faqala laha ibnuha, basi alisema kumwambia yeye mtoto wake, wallahi inna hadha ra'i, wallahi hakika hii ni rai yangu, alladhi qumtu bihi da'iya ila Allah, rai ambayo nilisimama kwayo hali mwenye kulingania kuelekea kwa Allah. Thumma talaba du'aaha, kisha alimtaka dua yake. Wa kharaja yuqatilu hatta laqiya rabba, na alitoka akipigana mpaka alipokutana na Mola wake. Walam talbath Asma'u an laqiyat rabbaha, na hakukawa Asma kukutana na Mola wake. Baada mauti ibniha Abdullah bi ayamin qalila, baada ya kifo cha mtoto wake Abdullah kwa masiku machache. Fi Jumada al-ula minas sanati 73 hijriya, katika Jumada al-ula kutokana na mwaka wa 73 wa kuhama. Ammiati sanati radhiyallahu anha, akiwa na miaka 100, Allah amuie razi. Almuslimu yataallam, muislamu anajifundisha. Awala, kwanza, almar'atu almuslimatu dawran 'adhiman fi khidmati alislam, mwanamke wa Kiislamu ni nguzo iliyo kubwa katika kuutumikia Uislamu. Wa fi nashri akhlaqi, na katika kueneza tabia za Uislamu. Wa taalimi, na kuufundisha Uislamu. Thania, pili, anna Asmaa binta Abi Bakr, hakika Asmaa mtoto wa Abu Bakar, kanat bimawaqifiha alislamiyya, alikuwa kwa misimamo yake yenye kuhusiana na Uislamu. Namudhaja lilmar'ati almuslimati alazim, ni mfano kwa ajili ya mwanamke wa Kiislamu aliye mtukufu. Thalitha, tatu, anna min abrazi wajibati almar'ati almuslima, hakika miongoni mwa wajibu ulio wazi zaidi wa mwanamke wa Kiislamu, antakuna zawjan sabira, ni kuwa mke mwenye uvumilivu. Taqifu ma'a zawjiha fi sarra'i wadh-dharra, akisimama pamoja na mume wake katika wakati wa furaha na wakati wa shida. Rabi'a, nne, anna al-ilma haqqu lilfatati, hakika elimu ni haki kwa kijana wa kike. Bal wajibu alaihi, isipokuwa elimu ni wajibu juu ya kijana wa kike. Fi khidmat baitiha wa diniha wa ummatiha, katika kuitumikia nyumba yake na dini yake na watu wake. Khamisa, tano, anna al-umma al-mithaliya, hakika mama mwenye kupigiwa mifano.
hiya al-ummu allati tadfa'u abnaha ila khidmati dinihim wa ummatihim, yeye ni mama ambaye anawasukuma watoto wake kwenye kuitumikia dini yao na watu wao. Mahma takunu tadhhiyatu watanaiju, vyovyote ambavyo kumekuwa kujitolea na matokeo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.